ambaye ni mtumishi. So wakati tutaenda kufanya kazi ya uinjilisti, nini tunafanya? Tunafanya kazi ya kifalme. Haleluya. Tunaokoa watu kutoka kwa hatari ya dhambi. Hatari ya dhambi ambayo ni mauti. Tunawatoa kule. Wengine tunawatoa kwenye magonjwa. Na wakati kama tukiondoka kwenda kufanya kazi ya uinjilisti, wagonjwa waombewe pia. Haleluya. Si ati mtu amesema hajaokoka lakini mgonjwa mkasema sasa mnamhubiria injili, alafu mnamuombeeni pia. Hata kama hajapokea injili, bless him. Glory to God. Muombe magonjwa itoeke kwa jina la Yesu. Maana kwa kumwombea apata kumuona Mungu katika kuomba kule atawatafuta. Haleluya. Glory to God. So kama nchi inafamiwa, ni kazi yake mfalme kuhakikisha watu wake wanahifadhiwa, wanawekwa salama. Kama nchi inafamiwa, ni kazi ya mfalme kuhakikisha watu wake wanahifadhiwa salama. Watu wake wanahifadhiwa salama. Nataka maneno yachukulia spiritually katika maisha yako pia. Katika maisha yako pia. Ni kazi ya mfalme. Kama nchi inafamiwa, ni kazi ya mfalme kuhakikisha watu wake wanahifadhiwa na wanawekwa salama. Ulinzi wa mipaka unaweka mipaka sawa sawa. So kama kuna mwanaume hapa na wanawake hapa na wamama hapa, ulinzi, mdomo pia ni ulinzi. Kuna maneno mengine huwa uongei, maneno ya udhaifu wenu kwenye ndoa. Maneno ni ulinzi. Weka mipaka. Hiyo unajua tu wewe mwenyewe na mke wako mnajua mkiwa wawili. Glory to God. Hallelujah. Amen. So ulinzi unawekwa kwa mipaka kuhakikisha kwamba anahakikisha kwamba watu wake wanalindwa salama. So kiongozi wote wa nchi, kiongozi wa nchi ama viongozi wa nchi watu tunawaita amiri jeshi mkuu, si ndio? Kama hapa Kenya tunaita viongozi wetu, kiongozi wa nchi amiri jeshi mkuu. Manake analinda watu wake. Haleluya. Anahakikisha watu wake wako katika usalama. Analinda watu wake vizuri. Amiri jeshi mkuu. Ndio tunasema Mwokozi analinda, anaokoa na kulinda. So Mwokozi ambaye ni Kristo anaokoa pamoja na kulinda. Na anapaki kuwa pale kwa ajili ya ulinzi. Kuhakikisha kwamba uko sawa siku zote. Aliyekuokoa ni yeye anayekulinda leo. Haleluya. Ndasoma Yuda 1:24. Yuda ama niseme Yuda 24. Maana ina verse chapter 1 tu. Inasemaje? Yuda 1. Mstari wa 24. Nasema yeye awezaye kuwalinda. Yeye awezaye kuwalinda. Msijikwae. Na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake. Na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake. Bila mawaa katika furaha. Bila mawaa, katika furaha kuu. So tumelindwa mbele zake Bwana, hatuna mawaa, hatuna hatia. Haleluya. So Mungu anatulinda ili kwamba tusianguke. Hakuna mtu anayeokolewa na Kristo alafu katika safari anapaki peke yake. Hakuna mtu anayeokolewa na Kristo alafu katika safari anapaki peke yake. Hatumewajwa. Kristo alikuokoa na akakaa ndani yako ili kukulinda milele. So tunaendelea kuwa na fellowship na Baba. Maana Roho yuko ndani yetu. So huwa tumuombi Mungu kwamba naomba ushirika na wewe, sijui ushirika naye. Unaomba ushirika naye daktari wa kwenye fellowship. Kuungana na Roho pamoja, maana yake mko in fellowship. Hallelujah. So tulipokea Roho yake ili tujue yale tuliyokirimiwa na Mungu. Tulipewa Roho Mtakatifu, tulipewa Roho ya Kristo, tulipewa Roho ya Mungu ili tujue tuliyokirimiwa na Mungu. Roho anatusaidia kujua yale tuliyokirimiwa na Mungu. Na kuna siri ni kufunulia leo. Roho wa Mungu atokee hewani kukujulisha.
Roho Mungu anakutegemea wewe kujifunza, alafu kile ulichojifunza hicho ndicho atatokea pale. Tuko pamoja hiyo? Sasa ukikaa mahali unasema Roho atakuwa akikufunulia ndotoni ama katika ulimwengu wa roho tulipokea hii, wewe no. Roho Mtakatifu anategemea maarifa, ufahamu ulio nao. Hapo ndio Roho Mungu anatokelea. Haleluya. Glory to God. Na kama sio hivyo, Roho Mungu atatulia tu. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi umeshaifanya makosa? Ha? Yes. Baada ya kufanya unajiuliza na Mungu ulikuwa wapi? Kwa sababu Mungu anakutegemea umejifunza. Haleluya. Anakutegemea ujifunze ili kwa kile uliojifunza upate kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Glory to God. Haleluya. So lengo la maongozi ni kwa ajili ya huduma. Lengo la maongozi ya Mungu ni kwa ajili ya huduma. Lengo la maongozi ya Mungu ni kwa ajili ya huduma. Umepewa sauti ya Mungu, umepewa maongozi yake ni kwa ajili ya utumishi, kumtumikia Bwana. Mwenendo wetu ni kujitiisha katika roho wa Mungu. Mwenendo wetu ni kujitiisha katika roho wa Mungu. Mwenendo wetu ni kujitiisha katika roho wa Mungu. So tulipewa roho kwa ajili ya nini? Tulipewa maongozi au sauti ya Mungu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya utumishi, kwa ajili ya huduma. So mwenendo wetu ni sisi kujitiisha katika roho wa Mungu aliyoko ndani yetu. So ni vizuri kujitiisha katika maongozi ya Mungu. Kujitiisha na maanisha kutii sauti ya Bwana. Glory to God. Ndio sababu tulijifunza kulitafakari neno. Kutafakari neno la Mungu ni kujitiisha katika neno la Bwana, katika neno lake Mungu. Kutafakari ni kujitiisha katika neno lake. Haleluya. Kutafakari ni kujitiisha katika neno lake. Na tuliona namna ya kuongozwa na Mungu. Tuliona namna ya kuongozwa na Mungu. So haya unaweza andika ama usiandike kwa sababu ulishaandika. Wewe mwenyewe ndio utajua. Nyumani kule tumetoka nyuma, si tuliona namna tumekuwa tukijifunza namna ya kuongozwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Tuliona kwamba Mungu anatumia maandiko matakatifu. Tuliona number 1, tuliona kwamba Mungu anatuongoza kutumia nini? Maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu ni sauti ya Mungu iliyoandikwa. Haleluya. Na pia tulisema huko nyuma, maandiko matakatifu ni sauti ya Mungu iliyoandikwa katika maandishi. Glory to God. Ni maagizo yaliyoandikwa. Ni maagizo yaliyoandikwa. Na tukasema kwamba kuna mambo ambayo yameandikwa ambapo huwezi kusema ujui sauti ya Mungu. Tukasema kwamba kuna mambo ambayo yameandikwa katika yale maandiko ambayo ama maandiko matakatifu ambayo huwezi ukasema kwamba hii sijui sauti ya Mungu. Tulisema hivyo. Glory to God. Na tukasema kwamba uinjilisti tayari iko kwenye maandiko. Haujiulizi nifanye uinjilisti ama nisifanye uinjilisti. Haleluya. B, kuomba bila kukoma, si ndio? So kuomba iko katika maandiko. Kuomba katika bidii. Kudumu katika kuomba. Sio tuliona? Glory to God. C, kutafakari. Kutafakari neno iko tayari. Haleluya. Kuhudhuria makusanyiko, hiyo ni D. Kukusanyika makusanyiko tayari iko. E, kuenenda katika upendo tayari iko. F, kuhubiri injili na kutengeneza wanafunzi tayari iko kwenye maandiko. Glory to God. Hivyo tayari neno la Mungu liko na maagizo ambaye ni sauti ya Mungu. Neno la Mungu tayari liko na maagizo ambaye hayo maagizo ni sauti ya Bwana. Hauhitaji kuquestion, hauhitaji kujiuliza maswali, unahitaji kutii, kujitiisha katika hilo neno. Glory to God. Kujitiisha katika yale maagizo. So sauti iliyo so manake
sauti ya Mungu iko kwenye maandiko yaliyoandikwa. So hiyo ilikuwa number 1, kuongozwa katika maandiko. Mungu anatumia maandiko matakatifu kutuongoza, na tumeona mambo ambayo yako kwenye maandiko yaliyo wazi kabisa ambayo hauhitaji ku-question. Number 2, ushahidi wa ndani. Mungu anatumia kitu kinaitwa ushahidi wa ndani. Haleluya. Ushahidi wa ndani. Roho wa Mungu ushuhudia pamoja na roho zetu. Narudia, hii ni maneno ambayo tumejifunza. So ninaporudia hivi inafaa iwe ikisama, maana hata mbeleni nikielekea kumaliza nitayarudia yote. Haleluya. Ili usiseme kabisa maneno haya hukuyashika. So namba 2 ni ushahidi wa ndani. So roho Mungu hushuhudia pamoja na roho zetu, ambapo hiyo inakuja katika level ya ufahamu. Mambo ya ushahidi wa ndani inakuja katika level ya ufahamu. Haleluya. Huwezi ukainisha ushahidi wa ndani kama ufahamu wako hujakuwa. Kama hujakuwa katika ufahamu, kuainisha mambo ya sauti ya ndani, ushahidi wa ndani itakushinda. Hautaelewa ni Mungu anaongea ama ni wewe ama ni shetani. Glory to God. Hello. So inakuja katika level. Hebu niwaulize, wakati Mungu anamuita Samueli, unajua nani akusikia? Eli hakuwa anasikia, si ndio? Hakusikia hiyo sauti. Mtu aliyesikia peke yake ni mmoja, lakini kuainisha ni nani anamuita ndiye alishindwa. Glory to God. Ushahidi wa ndani inategemea ufahamu ulio nao. Ufahamu ulio nao. Katika ufahamu wetu inafanya kazi katika ufahamu wetu wa maamuzi. Maamuzi nini cha kufanya au kutokufanya. Kuna baadhi ya vitu unaviacha au unaendelea kuvifanya. Maana ushahidi wa ndani hauhitaji mtu anakuambia. Kuna vitu ambavyo Mungu anakushuhudia. Ushahidi unapokea kutokea ushahidi wa ndani kwamba unaweza kuifanya hata pia si kizuri. Unaachana nacho. Haleluya. Inakuwa tu ni wewe peke yako umesikia. Glory to God. Ni wewe peke yako usiende. Watu wamepanga kwenda safari. Mmepanga kwenda safari na watu 5. Wewe unasikia ndani yao, unasikia ushahidi wa ndani na kuongoza kwamba usiende. So inabaki ni nani amesikia? Wewe peke yako. Haleluya. Glory to God. So ushahidi wa ndani ni matokeo ya kuwa na roho wa Mungu. So kama uko na roho wa Mungu ndani yako, manake wewe una ushahidi wa ndani. Ushahidi wa ndani ni matokeo ya roho wa Mungu ndani yako. Ushahidi wa ndani ni matokeo ya kuwa na roho wa Mungu ndani yako. So chini ya ushahidi wa ndani tulisema hivi. Chini ya ushahidi wa ndani tulisema hivi. Hatuongozi kwa kutumia hofu. Haleluya. Tulisema hivyo. Yaani hofu si maongozi ya roho. Eti kwa nini ulifanya hivi? Unasema nilikuwa na hofu, niliokopa. Nikafanya, niliokopa, ndio sikuenda. Haleluya. Huyo si mwana wa Mungu. Mtu ambaye anatembea kwa hofu, kwa nini umefanya hivi? Nakwambia ni kwa sababu tu ya hofu. Inaonyesha kwamba unatembea kwa kutokuamini. Glory to God. Haleluya. So, hatuongozi kwa mashaka pia. So tulisema nyuma, hatuongozi kwa mashaka, mafadhaiko na kutokuamini, si maongozi ya roho. Glory to God. Hatuongozi kwa kutumia hukumu au yani mtu anakuwa anajihukumu, anajiona kwamba hafai. Hayo si maongozi ya Bwana, kujiona ati hufai mbele za. Unajua mtu anajitunisha ati sifai mbele zako Bwana, unarudi nyuma ati unanyenyekea. Hapa hakuna kunyenyekea. Wewe ni kiburi tu kinakusumbua. Haleluya. Hayo si maongozi ya Mungu. Si maongozi ya Mungu. So maongozi ya Mungu si haikuji kwa hali ya kujihukumu na kutojikubali kuwa kwamba hufai. Hayo si maongozi ya Mungu. So number 3 tulizungumzia kuhusu kulitafakari neno kibiblia, si ndio? Sisi nilichambua namna kutafakari neno kibiblia. Tulisema ni neno namna kutafakari neno kibiblia ni tofauti na vile ambavyo sisi utafakari kama kibinadamu. Tuliona kibiblia ni neno hakaa. Si tuliona hivyo? Neno la Biblia kutafakari ni neno hakaa. Ukiangalia utaliona kwenye Joshua 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Kuna neno hakaa. Haga ndio neno kutafakari.
sio hisia. Kutafakari sio nini? Sio hisia, bali ni kuleta neno la Mungu kuja kwa kinywa chako. Haleluya. Kutafakari sio hisia au nakaa tunahisi humu ndani. Kutafakari kwa Biblia unaleta neno la Mungu katika kinywa chako, unalisema. Haleluya. Joshua 1:8. Joshua 1:8. Soma kwa haraka kidogo please. Joshua 1:8. Imepotea? Joshua 1 mstari wa 8. Anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Sasa hajasema kisiondoke nafsini ama kwenye hisia ama moyoni ama kwa kitaka kufikiri kwa. Anasema kinywani. Bali utafakari maneno yake. So kutafakari kisiondoke manake kufanya kitabu kisiondoke kinywani mwako ni kutafakari. Haleluya. Na kutafakari manake ni kusema mbele ya watu. Ni kuendelea kukisema mbele ya watu. Anasema mchana na usiku. Ni mchana na usiku. Upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi. So kwenye kutafakari tuliona kuna kufanikiwa, kuna kustawi. Haleluya. Tunakuwa. Glory to God. Andika pia Psalms chapter 1 mpaka 3. Psalms chapter 1 mpaka 3 usisome, andika tu maana hata tulisoma nyuma. So muamini aliyekaa kimya na kusema alitafakari. Nasema hivi, muamini aliyekaa kimya na kusema analitafakari neno la Mungu na yule aliyekiri kwa kinywa chake ni watu wawili tofauti. Ni watu wawili tofauti. Nasema hivi, muamini aliyekaa kimya na kusema nalitafakari neno la Mungu na yule anayekiri kwa kinywa chake watakuwa tofauti katika kukua kwao. Haleluya. Glory to God. Watakuwa tofauti katika kukua kwao. So, maana mmoja amekiri bila alivyo, huyu mwingine hakusema chochote. Haleluya. So mmoja atastawi. Glory to God. Atastawi. So ni vizuri kukiri kwa kinywa vile ulivyo. Maana asili yako, unakiri asili yako, kila Mungu amefanya ndani yako. Anayekiri kwa kinywa ndio yuko sawa kulingana na neno Hagaa. Haleluya. Anayekiri ndio aliye sawa kulingana na neno Hagaa. Fikra peke yake hasiwezi achilia nguvu za Mungu, lazima utumie kinywa. Glory to God. Fikra peke yake haziwezi fanya nini? Achilia nguvu za Mungu. Lazima ufanye nini? Uweke kwenye kinywa, alafu unasema. Glory to God. Alafu unaongea kwa kinywa chako. Hapo ndio nguvu za Mungu zinachikita. Nguvu za Mungu zinapatikana. Mtu ana pepo alafu na nyamaza, atatoka kweli? Si lazima utatumia kinywa. So kinywa, kazi ya kinywa ni kuachilia nini? Kinaachilia nguvu. Haleluya. Glory to God. Haleluya. So unafungua mdomo kwenye kutafakari ya Kristo. Lazima ufungue mdomo wako na uanze kusema maneno. Haleluya. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. So mtu anatafakari mchana usiku, manake unaisema neno la Bwana mara kwa mara. Nasema vile ulivyo, unakiri vile ulivyo kwa kinywa chako. Haleluya. Na kidogo kidogo utaona matokeo ya kila ambacho ulikuwa unakiri. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuajie pale ili tutaendelea Jumapili kuanzia pale. Tutaendelea pale Jumapili. So Jumapili kuna vitu tutakuwa tukikonga kwa akili zetu kidogo kidogo pale. Haleluya. Haleluya. So fuatilia masomo, rudi kwenye mtandao, pitia polepole. Maana tuko kwenye ukuaji. Somo la ukuaji ni somo kubwa, ni somo la muhimu sana ambalo watu wengi wafundishwe kanisani. Hati mtu anasema mnaombea tu mtaote ukuaji. Badala kukemea mapepo.
tutajifunza vizuri. Amen. So hii section ya ukuaji hii isikupite, kwa sababu tutakuwa